Zia na Frank. Frank, ulikuwa na swali, muda ukawa umeisha. Karibu. Swali langu lilikuwa kwenye hii ambayo hii boundaries ulioichora Yes. ina mstari wa katikati. Mm. Hiyo ndiko swali. Swali langu la kwanza, Eh, ikitokea imerudi mpaka katikati ndio. na ikitokea haijafika katikati imeishia kwa juu, Mm. ikimisi ikishuka mpaka chini, pressure ilikuwa ndogo sana ya kusukuma, Mm. au unamaanisha nini? Yes. Swali lako liko kwenye ukweli kwamba katikati, kwa nini tunapahitaji katikati? Katikati inatuonesha sasa kiwango cha kile mlikuwa mnaita mgandamizo, si mliniambia mgandamizo? Presha mgandamizo. Kwamba ah, hii pullback ikienda mpaka huku juu ya katikati, maana yake presha ya kushuka, bearish pressure sio kubwa. Kwa hiyo maana ya huu mstari, kwa nini wanauruhusu uonekane, ili nipajue katikati ya renji. Kama situmii renji, ningetumia kipimo cha bwana nani, Leonardo Fibonacci. Wataalamu wa hesabu, si mnamjua huyo eti eti Baraka Fibonacci. Fibonacci unamfahamu? Hapana, Muitaliano. hapana. Sasa wewe sasa wa sayansi. Huyu bwana alikuwa ni mtaalamu, alikuwa ni nani, Muitaliano, ambaye kuna kitu alikiita golden rule, kwamba hakuna kitu ambacho kiko tu bahati mbaya. Hata hizi namba tunazoziona, hata mchukue konokono au kobe, yale magamba yake hajawekwa tu bahati mbaya, kuna namba yamefuata. Chukua alizeti pale, namna zile mbegu za alizeti zilivyojipanga kwenye lile nani lake lile pale, lile peke lake lile pale, hazijajipanga bahati mbaya, zimefata hesabu. Kwa hiyo sasa unaweza ukakigawa, tukimchukua Daudi pale katikati yake, kutoka chini mpaka kwenye unyayo mpaka utosi pale katikati yake pana maana, na mwili lazima unapaobei pale katikati. Kwa hiyo huyu bwana, hiyo konsepti yake inatumika hata huku, na maanake ni ya kihisabati. Kwa hiyo tuna hiki kipimo kinaitwa fibo. Fibo unaweza ukaiambia ikugawie posheni 4 za hapa, kwamba kuna kutoka hapa hadi hapa ni robo ya kutoka hapa hadi hapa ni katikati, kutoka hapa hadi hapa ni robo, kutoka hapa hadi hapa kwenye mstari wangu wa kijani ni nusu, kutoka hapa ni robo tatu, hapa ndio kitu kizima. Ngoja niruhusu iweke na maandishi. Hii hapa lower boundary, upper boundary, hii ni third level, ni kwa sababu nimepima kutoka chini kwenda juu. First level inaonekana hii hapa. Hapa ndio equilibrium, utaona pamejiandika EQ. Lakini kutoka hapa kwenda sasa expansion, kutoka huu umbali huu hapa, nusu yake ikianza kuexpand ndio hapa. Ndio maana utaona nimeandika 0.5 standard deviation. Kamili yake ni hapa. Maana yake kutoka hapa hadi hapa ni sawasawa na kutoka hapa hadi hapa. Tazama price ilivyokuja kuobei hapa, kwa sababu gani? Hii retracement imekuwa kali, imeenda mpaka nusu. Kwa hiyo hata expansion yake imeishia tu hapa nusu. Lakini ili iwe imetembea pips sawa, kutoka hapa hadi hapa ni 3,3990 mpaka 3918. Pips ngapi hapo?
Pasco, mzee wa Pipsi, 39.90 mpaka 40.18 ni ngapi? Daudi tusaidie. Wewe niambia, na unajua hesabu Daudi? 280. Pipsi Mia mbili themanini. ukisha Pasco imesha kushtukia. Daudi akishataja ndio unatokea yani. Hajataja. Eh? Na Daudi hataja. Maana nilikuwa nimemute sote afu nikaongea. Okay. Ngapi tumesema kutoka hapa hadi hapa? Ni Pipsi ngapi? 28. Kwa hiyo itakuwa ni 280. Pipsi 280, si ndio? Na kutoka hapa hadi hapa kwenye one standard deviation Pipsi zinatakiwa ziwe ni hizo hizo. Maana yake kutoka 33.90 mpaka 33.63. Yes, mtakuwa mko sahihi. Hapa kutoka hapa hadi hapa ni 1.5 ya kutoka hapa hadi hapa. The same kwenda juu. Pipsi nani, fibo yangu hii inanionyesha hiki kipimo ndio kinaitwa fibo nilichoweka hapa. Kwa hiyo ninaweza nikapredict kwamba price itaenda mpaka wapi. Inawezekana? Yes, inawezekana. Ngoja tuiweke hapa, naifuta, tuiweke hapa kwenye sehemu ambapo pameshaenda. Maisha sio random. Kutoka hapa hadi hapa, ili kuonyeshe kwamba mambo yanatabirika. Kutoka hapa hadi hapa nimepima hii expansion. Tazama tazama price ilivyorudi huku chini. Nusu yetu ni hapa, katikati yetu ni hapa. Ngoja nifute hiki kiboksi, rangi ni nyingi ili niwachanganye zaidi. Yani leo nataka mtoke bila amani kabisa yani. na nataka nifute hii hapa, nibakize mistari ya fibo tu peke yake. Napima kutoka hapa hadi hapa. Kumbuko napima hata price haijaumbika kuja huku chini, hii bado haipo. Unataka tu kujua kwamba ikienda chini itaishia wapi. Kutoka hapa hadi hapa. Je, price kusimama hapa kulikuwa ni random? Na iandike kabisa na maneno hapa. Ni ngapi? 1.5. Tazama, imegusa kwenye pointi ile ile, maana yake imetembea mara 1.5 ya huu umbali hapa. Haya, ticha, labda hapo umenani, tupime kutoka hapa hadi hapa. Je, ingeweza kupredict extension kwenda chini huku? Napima hapa hadi hapa. Sorry, nimebeba vibaya hapa. Tazama hii move ya kwanza ilivyokuja mpaka 1.5. Je, haijaobei bwana Fibo? Hatuweze tukamheshimu. Tazama ilipokuwa inarudi, inavyozidi kuzielewa range zetu. Tazama ilivyo retrace, imekuja kugusa kwenye robo, haijavuka hata pointi moja. Tunarudi kwenye swali la Feruzi kwamba inaonyesha ingegusa hapa katikati, tungeiona kama tia maji kama ile pale tuliyoiona, lakini hii imeishia robo ya kwanza.
maana yake pressure ni nyingi. Ingekuja kugusa hapa, inaruhusiwa hata kugusa robo tatu, lakini angalau kuvuka equilibrium, hatutaki bode ivuke huku, maana yake tupate force kali ya kuirudisha. Yes, inaweza ikagusa kwa shadow, lakini angalau bode zibaki ndani. Tunazidi kuiamini zaidi hiyo price. Tazama, kama ni random, ilijuaje kama hapa kuna robo? Sasa niingie mpaka robo hapa, ilijuaje? Ikija ije simamie hapa, inakusaidia hata kuweka take profit, hauweki random. Kwa hiyo acceptance nzuri kwamba encroachment ikitokea isije mpaka sasa huku, iishie angalau robo, first quarter. Unaigawa renji yako katika 4 quadrant, ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne. Mambo ni mepesi. Ticha, unachukua yaliyopita, lakini mimi sio fibo, kwani mimi ndio napiga hizi hesabu. Twende hii hapa, hii hapa. Mwalimu, Yes, twende hii hapa ambayo bado inaendelea, tuiwekee fibo. Endelea swali na kusikiliza huku nafanya kazi. yani hapo mwalimu, Hii hapa ndio inaendelea na fibo inaitabiri kuja huku, lakini sasa hii hapa presha yake. Kwa nini tulikuwa tunapima presha? Tulikuwa tunajifunza presha kwamba ilivyokuja huku imerudi sana, lakini ambayo tungeitrust zaidi ni kama hii hapa ambayo ilipokuja ilishia robo. Hii hapa robo imeivuka, robo yetu ya kwanza ni hii hapa, imekuja mpaka nusu. Kwa hiyo mgandamizo, kuna bato kubwa, kama tukitumia mambo ya kivita vita kama Daudi anavyotaka, kuna bato kubwa. Baya nao sio, hawako kinyonge, ndio maana wamefanikiwa kuifikisha mpaka nusu hapa. Yes, sellers wanazidi kudominate. Unafikiri ikifika hapa haita isensi hii zone? Lazima isensi. Endelea na swali sasa. Hawa ni wavuruge sasa, tunataka kuvuruga. mi kama na mpango wa kunivuruga ndo unanifanyaga sasa nielewe sasa. Kuna watu wengine ni dhahabu, ukipitishwa kwenye moto ndio unakuwa mzuri zaidi. Sasa ni hapa mi kanichanganya note tu mstari hivi, unatuokotea wapi? Hebu nionyeshe kwanza afu nipate akili. Hii fibo ndio vinaitwa fibo. Yes, ndio fibo. Sasa ndio huyo bwana nilikuwa namuuliza Daudi nani Baraka, wewe unasema mtaalamu wa hesabu, umjui hata bwana fibo? Mtaalamu aliwatoa Uingereza kutoka kwenye namba za Kirumi mpaka akawapeleka kwenye, walikuwa wanatumia namba za Kirumi, ndio tukapata hizi namba za Kiarabu hizi. Hujui hata aweza akajua. Yes, ipo kwenye nani yako, kwenye chati yako, kwenye nani, kwenye trading view, kwenye MT5 ipo hii fibo kama indicator. Kwa hiyo ipo ambayo ni nani, default imetengenezwa humo humo, lakini hizi level ndio unaziseti wewe kama unajua kinachotakiwa kufanyika. Utakayoikuta iko hivi, naweka fibo kwa mfano. Hii sio yenyewe, hii inakuja kwa sababu nimeshainani, nikirudisha kwenye default. Sorry. Nataka uione ambayo wewe utaikuta. Hii imeshughulikiwa, hii imeshatengenezwa. Yes, mnachukulia tu haya mambo mapya. Tumalizie tu hapa sababu
apply default, utaiona iko hivi. Hii ndio maana yake sasa, haina hizo level ambazo mimi ninazo. Wewe sasa unaanza kupiga hesabu, unaingiza hapo. Sasa ndio muda wa kumfundisha Daudi hesabu. Standard deviation nawekaje? We Daudi likilaza yenyewe utaiona iko hivi. Kwa hiyo sasa ndio unaanza sasa kuiwekea level kwa kulingana sasa na unavyofahamu kuhusu fibo, kuelewa kuhusu hesabu, ujue hesabu. Kwa hiyo sasa unakuwa unairuhusu sasa kwamba standard deviation ni namba gani, haikupigie yenyewe, wewe ndio unaiseti ikupigie wewe. Utakayoikuta iko hivi hivi kama navyokuonyesha hivi. Yes, fibo utaikuta, lakini iko hivi hivi, wewe ndio unaibadilisha sasa. Nitawapa hizo levels, msiwe na wasiwasi, hamtapiga hesabu. Mwalimu, Naam. kiukweli mi nimevurugika. Mi niombe kitu kimoja. Na swali lako ndio lilisababisha jana nikuvuruge. Takuwa labda na kurudisha nyuma ulivyoanza kwa zones pale kuanzia mwanzo. Kama itakupendeza tuanze taratibu pale pale tu kwenye zones, sababu najua hii ya mafibo sijui manini ni kama alternative ya pili. Tukimaliza ile mazones tuje nayo mpaka mwisho. Ulishafika mpaka mwisho, ila tu uanze, sababu naona nimevurugika kiukweli. Tukimaliza ndo tuje kwenye ya mafibo, lakini kiingi endelea. Kingine tunajua soko hapa nyuma pressure inaonekana ilikuwa kali kabisa, sellers walidominate, lakini ikapanda tena. Na sasa mimi viashiria vingine ambavyo vitanionyesha direct. Rudi Daudi, umepotea. Daudi umepotea. Nani kutabiri ni kwamba hii pressure sasa, najiuliza hapa kama pressure ilikuwa kubwa, hii inaonyesha sasa hivi. Sasa kichwani kwangu unaanza sijui ni mtandao. Nyie mnamsikia Daudi? Hapana. Daudi, sijui utoke afu uingie upya, huenda mtandao utakuwa umekaa. Toka kabisa. Nisi ameishiwa bando. Yule hawezi kuishiwa bando. Wewe unamjua Daudi wewe? Daudi kabisa aishiwe bando. Mwalimu, inawezekana simu yangu haitaki niulize swali, naona ilinitoa, ni mtandao. Eti Pasco akaana tuseti kwamba umeishiwa bando, nikamwambia haiwezekani mkuu kuishiwa bando. Level ya kuishiwa bando nilishavuka. Alishavuka hizo level. Ongelea mambo mengine. Ngoja tu haya yanivuruge haya hata. Mwalimu, Daudi, mwache kwanza Daudi amalizie swali. Asitutishe sasa. Wala nyie mnanivuruga. Hebu mwacheni mwenzenu bwana. Mvurugo wa leo ni kwanza nizime simu mwisho sijajua. Yaani kwanza ukirudi unaanza kuongea utafikiri umewekwa yani kwenye kasi ya 5G. Yes. Yaani hapo unasikika vizuri, ongea. Mtandao mwalimu nilipo. Lilisikika swali? Hata alikusikia. La kwanza naweza nikalihisi kama naimba rege hivi. Nikaenda kwa hisia. Kwamba uliongelea kutambua hizi zoni, ukasema twende taratibu. Kwa mfano, imeanza kutoka hapa hadi hapa. Bado
ili tujue kwamba kuna expansion, maanake tuna swing low, swing high, ili price ikiwa iko hapa katikati sasa, hatujui kwamba itaivunja ipi. Kuvunja ni kuvuka, itavuka swing high ama itavuka swing low. Ikiwa ipo katikati hapa, wote hatujui, tuko nusu kwa nusu. Ikafanikiwa kuvunja swing low, ndio maana nikakwambia kazi yako sio kupredict. So, kazi yako ni kusoma, kusubiri ikuonyeshe hapa. Ikakuonyesha kwamba imevunja huku, maana yake imetuonyesha expansion ni kwenda chini. Lakini hiyo ni taarifa ya kwanza na ni nusu tu. Tunachorudi sasa kunani kwamba je, mnada umekubali kutrade chini ya hilo, hii zoni mpya ambayo imefika sasa huku? Ili swali letu linajibiwa na nini? Na hii pullback sasa inaporudi, ndio sasa tukasema kwamba kama zoni imekubalika, tunategemea pullback yetu iwe hivi, kutoka hapa angalau ishie hapa, kama ina sense of urgency kali sana. Lakini kama ikiingia ndani, isifanye encroachment inayozidi katikati. Inaweza ikazidi katikati kidogo, lakini angalau basi iende kwa shadow tu, ipate rejection huko, hata bode zake zije zifungie chini ya katikati, kisha baada ya hapo ifanye tena expansion kwenda chini. Ikishafanya expansion kwenda chini, ikishafanya expansion kwenda chini, ikivuka tu hapa ilipokuwa imegeukia, tayari sisi tunakuwa na reference point mbili, kutoka hapa hadi hapa. Tunaachana na kutoka hapa hadi hapa. Kutoka hapa hadi hapa, wakati tulikuwa tunaingia, maana yake reference point ambayo tulikuwa naishughulikia ni previous range, kutoka hapa hadi hapa. Maana yake sasa ikifanya expansion kwenda huku chini, eneo ambalo limekuwa expanded ni hili hapa. Kwa nini haichukui? Maana yake kutoka hii swing low hiyo mpaka hapa ilipopatengeneza. Kwa hiyo tunachotegemea pullback ikija iishie hapa, ambapo ni low ya zamani, sasa hivi pataanzia kuwa ni high. Sasa inapoenda huku, inaruhusiwa kuja mpaka angalau katikati hapa, lakini kuja kwake huku ndani, the more inaingia ndani, ndivyo tunavyoona kwamba sellers yawezekana kabisa wanataka kuzidiwa, wanapelekewa na wenyewe moto. Lakini ikiishia tu hapa, tunaweza hata tukapredict kwamba itaenda mbali sana, ila ikija huku ikafika mpaka katikati, tuseme katikati ni hapa kwenye equilibrium point hapa, ikija mpaka hapa, inaanza kuwa 50-50, hasa kama na bode nazo zitaforce kuna nini. Maanake bode, kwa nini bode nani, kwamba tunaona price inatumia muda mwingi wapi? Tulisema kwamba follow through nini, kwamba ikienda huku kendo iliyofanya follow through haijarudi chini sana, imeanzia kwenye high, previous high, kendo iliyoisha ikaendelea mbele, kwamba buyers wanaonyesha sense of urgency. Lakini zenye follow through, zenye kushindwa, maana yake kwamba inafika hapa, kendo inayofuata inarudi kuja kuanza huku, maana yake tunasoma kuna pressure ambayo inaigandamiza kuileta huku chini, pressure ya sellers. Lakini kama hakuna pressure, maana yake baya wanazidi kuaccept bei ya juu zaidi bila hesitation. Ndio maana hapa tunazidi kuangalia kwamba at least ikija huku basi tuone imerudishwa. Shadow ni kwamba price ilifika huku lakini ikarudishwa, sellers wakadominate. Kwa hiyo maeneo sasa nikakwambia tunayoanza kabisa, hii ndio ya kuanzia sasa.
kwamba imefika hadi hapa. Why kendo inarudi huku juu? Tumesema sisi tutakuwa tuna trade, kwa hivyo sio tu kuona kwamba inarudi juu. Why? Imefika kwenye kigezo. Mambo ni mengi, nataka tu leo ni wavurugi. Yes, unajifanya wajanja bwana. Around the corner imekaribia standard deviation, ila ingegusa ingekuwa tamu zaidi. Tazama hii bodi ilivyoobei hapa. Nataka kukuonyesha kwamba price sio random. Bado tunaitegemea ije iguse hapa. Okay, tuache kwanza, nitamvuruga zaidi. Mvuruge tu kutoka hapa hadi hapa. Kwa hiyo kama swali lako nililielewa, kwamba tunachokiangalia sasa ni expansion. Najua hapa nakuletea shida ninapoanza kuihesabu expansion mpya. Expansion hii kutoka hapa, maanake swing high, swing low, swing high, ilipokuja kuvukwa hapa ndipo tunasubiri retracement, pullback. Ilipofanya pullback alafu ikaja ikavuka tena hapa, tayari tuna eneo jipya. Battlefield imeongezeka, jeshi linazidi kusonga kwenda chini, kwenda kusini. Ikarudi tena huku juu, tunategemea hii mpaka hapa, bado tunasema ni meaningless. Kwa sababu gani? Hii inaweza ikapitiliza mpaka huku, maana yake ikifika huku tunasema kwamba soko buyers wameteki charge. Maana yake tumepata sasa shift ya uelekeo. As long price ita trade chini ya hii previous high, maana yake bado sellers wamedominate, regardless kwamba itaendelea kuchezea hapa hapa, ila tu range mpya ni pale ambapo itarudi ivuke hapa. Ikivuka tu hapa, tayari hapa ilipogeuzia panakuwa pako valid. Hatushughuliki tena na babu, sasa tunaanza kushughulika na kuanzia hapa mzazi mwenyewe ambaye katuzalishia range mpya. Wakati inaenda huku hatuikaunti mpaka pale itakapoanza kurudi. Kwa nini kurudi? Tunapima, je, zone imekuwa accepted hapo? Je, nimejitahidi au bado? Hujanielewa Mwalimu, nakushukuru. kama Tutaendelea kuelewa mjanielewa. taratibu. Basi ni kwamba mjayafikia kweli. Kama mjanielewa, mjayafikia, kwa sababu nimejikuta nayaongea tu haya, ila nilitakiwa niwe kwenye PowerPoint tu, ila nikasema kwamba wasiwasi wangu mtakuwa wataalamu wa theory zaidi, na mi nawataka practical zaidi. Mwalimu, Naam, kama hii umenielewa, hebu grafu yetu nielezea nilichokuwa naelezea. mwalimu, nitaelewa baadaye vizuri. Saizi naweza nikaeleza nikachanganya habari hapo, lakini Ukichanganya nitaelewa. ndio nakusahihisha vizuri, utakuwa umeelewa vizuri. Kwa nichanganye? Yes, changanya, umeruhusiwa kabisa. Yes, kana hata kuchanganya uwezi. Hizi zoni Yes, unaweza ukaditamaini zoni kwa kendo moja, au unaangalia swings sijui yes, swing, labda tuiongelee na swing kidogo. Swing ni mning'inio, si ndio, kwa Kiswahili eh? Pascal nasoma physics vyaga oscillation ndo hayo. Swing inatambulika na kendo tatu: swing low ama swing high. Swing maana yake ili uweze kuning'inia lazima
kuna kitu cha kushoto na kitu cha kulia ambacho sasa utafanyaje? Sijui ndio utaning'inia nacho sasa. Tufanye hivi, ngoja nifanye hivi. Hilo nalo sasa mimi nafanyaje jamani? Hata hadi hako tu. Tuchukue hii ni kendo ya kwanza. Kendo ya pili hii hapa, na kendo ya tatu ni hii hapa. Mpaka sasa hivi hapo hatuna swing. Swing ni hii kendo ya katikati. Kama ni swing high, inatakiwa iwe ndefu kuliko ya kulia kwake na kuliko ya kushoto kwake. Kwamba ukiangalia hii hapa iko juu kuliko ya kushoto kwake, iko juu kuliko ya kulia kwake. Kwa hiyo imetupa hii hapa swing. Ila ingekuwa ni hivi, isingekuwa swing. Na hii hapa ni swing? Hapana, kwa sababu kushoto kulia hakuna kitu. Kwa hiyo swing itajulikana pale ambapo hii hapa, maana yake sasa, kama soko halilenji, tunategemea kendo inayofuata ije huku chini. So, maana yake swing high yetu ni hii hapa. Swing low ni hiki tunakibadilisha tu, tuchukulie ni huku chini. Inatakiwa hiyo ya katikati iwe chini kuliko ya kushoto kwake kuliko ya kulia kwake. Hii hapa ndio swing. Kwa hiyo swing unatumia kendo tatu. Je, hii hapa ni swing? Yes. Ya kulia kwake, ya kushoto kwake ni hii hapa, ya kulia kwake ni hii hapa, yenyewe iko juu, ndio swing. Swing low ni hii hapa, kushoto kwake kuko juu, kulia kwake kuko juu, swing ni hii hapa. Simple hilo nalo. Sawa. Simple. Kwa hiyo ni kikonsepti cha kawaida cha kitoto tu. Kwa hiyo ukitaka kutambua swing ni hicho hapa, kushoto kwake, kulia kwake, kushoto kwake. Hii swing, kushoto kwake kuko juu, kulia kwake kuko juu, ndio swing low. Hii hapa swing. Lakini sasa kuna wakati labda soko lilikuwa lina renji sana, liko chopi tunasema, maana yake litakupa viswing swing vingi. Ndio pasi sasa tunaposema kwamba pressure inahitajika ili kuondoa hizo meaningless, sasa tupate movement zinazojielewa. Mwalimu, naam, kwenye chati yetu hiyo kuna sehemu naona ukinzani utokea wa ghafla. Nini kinaweza kuwa kilitokea hapa ambapo kuna pressure kubwa ya sellers na ikatokea tu ghafla pressure ya buyers ikapaa?
Okay, swali lako kulijibu kitaalamu ni kwamba tunaongelea probability. Probability kwamba tulikuwa kwenye down trend, kwenye bearish pressure, ikatokea sellers tuseme wameteki profit. Sio lazima tuseme kwamba kupanda kuwe na new buyer, kuwe na new participant wameingia kubai, sio lazima. Movement inasababishwa na behavior 4 tu. Behavior ya kwanza labda tunasema increased buying participation. Behavior ya pili increased selling participation. Behavior ya tatu reduced buying participation. Behavior ya 4 reduced selling participation. Kwa hiyo inawezekana kabisa price kugeuka, sio kwa sababu ya baya wameingia, ila wale waliokuwepo wamefanyaje? Wale sela waliokuwepo wamepungua, wameteki profit, wamekata oda zao, au wamepoteza interest na uelekeo. Kwa hiyo maana yake ile selling pressure waliokuwa nayo inafanyaje? Ikiondoka, price inabidi ifanye, tulisema kufanya repricing. Market itafanya repricing kuweza sasa kutafuta balance ya waliobaki ni wapi. Itakapowapata, maana yake ndipo itasimama, biashara itafanyika. Ndio maana nikawambia kwamba 70% price inatakiwa kurenji. Kutrendi hivi ni imetokea imbalance. Kwa nini hapa price inarudirudi? Hii gap ni new day opening gap, ndio siku mpya imeanzia hapa. Tuliyaongea nayo haya saa 10 na ngapi hapa? Saa 18. Mbona kama rani yangu inasoma masaa ya kinini? Si hii ni chati mpya nimeiweka, sijaiseti hata masaa, ndio pale inasoma masaa sijui ya kwetu hapa. Sitaki kuitumia chati yangu hii, ina mamichoro mengi, ndio maana nikasema niwaanzishie nyie chati mpya. Tuna dakika moja hapa, ndio maana naogopa kuanza kitu kipya. Uliza swali. Naahidi session inayofuata sitawavuruga, tutafuata mtiririko. Wakati mwingine nawavuruga ili kuwaonyesha tunakoelekea, ili pia uweze sasa kujua kwamba hayo yote yanatakiwa yajibike kichwani kwako. Hatujafika bado, tuko mbali sana, ila tulikuwa najaribu kuonyesha kwamba hiki tunachojifunza kuhusu pressure kuna mahali utakihitaji. Kwa hiyo kama utajua kama ni msingi, basi tunanani. Yes, Feruzi. Nilikuwa nasema kwa sisi wengine tulianzia mwisho ndio tunarudi nyuma sasa. Yes, nayo ni aina Kama ulichosema tulianzia kwenye entry, sijui indicator, sijui nini, kwao unarudi nyuma kwenye kuelewa soko. Lakini ni nzuri zaidi, ni nzuri zaidi. Na pia madam aliponiambia kwamba Frank sio beginner, nikasema na wahitaji watu kama wale pale, kwa sababu wale watu wangu wakati mwingine hawataweza kuuliza maswali yanayofikirisha ama yanayosumbua sokoni, kwa sababu hawajawahi kutrade, ila wakiungana na mtu ambaye kashawahi kutrade, inawezekana kabisa akawa anaulizia ama hata kusema kwamba bwana, hicho kitu kilichosemwa ni cha uzito mkubwa, ama kubisha kwamba mbona katika soko uhalisia sikutani na hicho kitu. Ndio maana nikafurahi.